Tunaangalia somo letu tena, upendo sehemu ya pili. Na kama ulikosa wewe unasikiliza sehemu ya pili, fuatilia, kuna kipande ambacho upendo, ili uweze kuelewa, fuatilia tena sehemu ya kwanza ya somo, then unganisha sasa na kipande hiki cha sehemu ya pili, utaweza kuelewa vizuri kwamba upendo ni amri, ni sheria ambayo amri maana yake ni agizo. Amri ni lazima, sio ombi. Na ukisoma Biblia, tumesoma na mmojawapo wa waandishi akafika akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vyema, akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akajibu, ya kwanza ndio hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndio hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Amen. Unaweza kuona maana yake ni amri. Tulipewa, tuliagizwa, tukaambiwa tena tupendane sisi kwa sisi. Amri ya kwanza kumpenda Mungu, ya pili wewe umpende jirani au ndugu yako. Tumeweza kuona ni namna gani nisipoweza sasa kutembea kwenye hii sheria, hili neno. Watu wengi sana wanamwamini Mungu, sio kumwamini tu, wanampenda, wanajua wao wanampenda. Kumpenda Mungu sio tu kwamba kukesha kwenye milima. Kumpenda Mungu sio tu kuomba, kuna kanuni. Ndio maana moja, ukisoma Yohana sura ya 14 ule mstari tukianzia wa 23, neno la Mungu nasema hivi, mtu akinipenda atazishika sheria zangu. Yohana 14 kuanzia ule mstari wa 24 23. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atashika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda yeye hashiki maneno yangu, nalo neno mnalolisikia silo langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Unaona, hii ndio kanuni ya kutembea kwenye upendo. Usisahau, kumbuka kule alisema ninawapa amri kwenye Marko 12, akasema nawapa amri moja, mpende Mungu kwa moyo, kwa akili. Sasa ili kumpenda Mungu kwa roho, kwa moyo, kwa akili, ndio hiyo sasa wewe kulishika neno. Kulishika neno, unapozungumza neno, kushika neno hamaanishi kukariri mistari. Kuna watu wanadhani ya kwamba kumpenda Mungu ni kukariri mistari. No, kuna mtu anampenda Mungu kwa sababu amesikia tu kwamba Yesu ndio Bwana wake. Sasa na anapolisikia neno anatetemeka, yani ana hofu, yani kuna ile unasikia neno kwa imani, na lile neno unaanza kuona, unatembea katika ile imani. Kwa kumpenda Mungu ni kutembea katika kile Mungu alichokisema. Maone, kwa mfano sheria ya upendo, hiyo namba moja. Jambo la pili, jambo namba 2, tunajifunza kwa habari ya upendo. Hebu tuone sasa jambo la pili, nitawezaje kutambua au wewe utawezaje kujua unatembea katika upendo? Ndio hiyo tunajifunza sheria za upendo. Amen. Kwa upendo na wenyewe una matunda yake. Upendo una kanuni zake ambazo Mungu ameniagiza nitembee katika hayo matunda au sheria au kanuni za upendo. Sasa utajijuaje kwamba wewe una upendo? Utatambuaje? Kabla tujaanza kuzichunguza hizo sheria, hebu twende tusome waraka wa Yohana
ile sura ya pili, tukianzia ule mstari wa 7. Sikiliza neno waraka, narudia tena waraka wa Yohana ile sura ya pili. Biblia inasema hivi: wapenzi, siwaandikii amri mpya, ila amri ya zamani mliokuwa nayo tangu mwanzo. Na hiyo amri ya zamani ni neno lile mlilolisikia. Kumbuka, hiyo amri ya zamani ni ipi? Ni lile neno. Ndio maana ujifunze, unaposikia neno amri, amri maana yake ni neno. Watu wengi wakisikia amri, kuna wale ndugu zangu huwa wakisikia amri wamechambua, wametafuta maandiko yote yanayohusu amri, akili zao zinawapeleka kwenye amri 10. Tumeelewa? Unaposikia neno amri, maana yake ni neno la Mungu linaitwa amri za Mungu au sheria za Mungu, au kwa lugha nyingine neno la Mungu linaitwa sabato za Mungu. Utaweza kuelewa. Mwingine akisikia neno sabato anajua ni Jumamosi. Tuendelee. Biblia inasema hivi: na hiyo amri ya zamani ni neno lile mliolisikia, tena nawaandikia amri mpya. Hapa anasema sasa, nawaandikia amri mpya, maana yake ipo ya zamani iliyokuwepo, neno lililo kweli ndani yake na ndani yenu, kwa kuwa giza linapita na ile nuru ya kweli imekwisha kung'aa. Hapa naomba uelewe, ile ya zamani anasema neno, nuru, ambaye hiyo nuru ni nani? Yesu ni mwanga. Yesu ndio neno, anakuja kuitambulisha. Anasema yeye asemaye kwamba yumo nuruni, naye anamchukia ndugu yake, yumo gizani hata sasa. Yeye ampendaye ndugu yake anakaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo. Simone, hii ni amri tulioamuliwa hapa kuanzia 7 mpaka hapa tulipofika. Maana yake kuna amri zote ngapi? 2. Kuna amri ya kwanza ya upendo kutoka kwa Baba, halafu inageuka tena kama shilingi: 1, umpende Mungu; 2, ndugu yako, jirani yako. Unaona, yeye asemaye kwamba yumo nuruni, naye anamchukia ndugu yake, yumo gizani hata sasa. Yeye ampendaye ndugu yake anakaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo. Sumone, okay, watu wengi tumeamini, ila tuna chuki na ndugu zetu. Sasa kile kitendo ndio unayapa mapepo, unayapa mashetani nguvu kukaa ndani. Mone, sasa leo kuna vita, ukivisikiliza mpaka unaweza ukacheka. Ni vichekesho. Kwa nini ni vichekesho? Watu badala ya kupigana na shetani na mapepo, wanapigana na ndugu zao, wafanyabiashara wenzao, wanapigana na watu waliowazunguka, kwamba yule mchawi, kwamba vita ambayo natakiwa upigane sio ya mtu na mtu. No, ni vita ya ulimwengu usioonekana. Nyuma ya mtu ona shetani, usimchukie mtu. Kwa hiyo utaweza kuona sehemu yetu ya 3 ya somo letu. Anasema yeye ampendaye ndugu yake anakaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo, bali yeye amchukiaye ndugu yake yu katika giza, tena anakwenda katika giza, wala hajui aendako, kwa sababu giza limempofusha macho. Sumone, unaweza ukawa unaenda ibadani, unapiga mapambio, unafunga, ndio maana unajikuta watu wako kwenye nyumba za ibada wana miaka, ila wanateseka na mapepo. Shida sio kuombewa, shida sio wewe kuomba, kujua kanuni, kujua mfumo, kujua maisha halisi ambayo inatakiwa uenende nayo. Sasa watu wanaacha kutembea kwenye kanuni, mtu amejaa chuki na hasira. Umeone, toka pepo, napiga shetani. Sio mbaya, na kuonyesha sasa ili uweze kuitambua kanuni. Biblia inasema hivi: nawaandikia ninyi watoto wangu wadogo, kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu
kwa ajili ya jina lake. Nawaandikia ninyi akina baba, kwa sababu mnamjua yeye aliye tangu mwanzo. Nawaandikia ninyi vijana, kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Nimewaandikia ninyi watoto, kwa sababu mnamjua Baba. Nimewaandikia ninyi akina baba, kwa sababu mnamjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimeandikia ninyi vijana, kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Mone, mmemshinda. Sasa unapotembea kwenye kanuni, maana yake Mungu unatembea kwenye ushindi. Automatically mapepo wanakuogopa, automatically uchawi hautakuweza. Lakini unapotembea kwenye chuki, kwenye maugomvi, kutokuelewana, unatembea kwenye darkness, upo kwenye giza, japokuwa utajifariji uko kwenye nuru. Kanuni ya upendo utaweza kuielewa. Sehemu yetu ya 3 usikose, ili uweze kutembea katika anointing, upako na rekebisha. Ndio maana Yesu kuna mahali anasema, usilete sadaka yako, nenda kwanza ukapatane na ndugu yako, alafu njoo uitoe sadaka. Kwa nini alisema vile? Maana yake bado yupo kwenye pendo, kwamba wewe ni pendo. Haufai ndani yako kwenye moyo uwe na kwazo na kinyongo na mtu yoyote. Utaweza kuelewa sehemu yetu ya 3. Kwa hiyo endelea kufuatilia. Usisahau pia kusubscribe, kushare na kucomment, ili mwingine apate maarifa, aweze kupona. Nimepata ushuhuda, kuna watu waliofunguliwa, kuna watu waliopona. Neno la Mungu ni dawa. Kadiri neno linavyoingia ndani yako, maana yake unameza dawa, maana yake unapona. Linaganga majeraha, linakuponya, linakushepu, unakuwa na sura ya Mungu. Mungu akubariki. Amani iwe kwako.